Kwanza namshukuru Mungu wa haki kwa maamuzi yote mawili yaliyofanyika hapa Babati Manyara. Uamuzi wa tarehe 28 mwezi wa 8 uliofanywa na Jaji Kamuzora Devota, ambaye yeye alifanya maamuzi makubwa mawili katika maombi yetu ya awali ya kufungua kesi ya mapitio ya kimahakama kwa maana judicial review. La kwanza, alitukubalia kwamba tuna haki ya kufungua maombi ya mapitio ya kimahakama kwa maana judicial review, na tukapewa siku 14 kufungua hayo maombi ya kupinga uamuzi wa msajili. Kwa huo ni uamuzi wa kwanza mkubwa uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 8. La pili, akatukubalia vile vile ombi letu la zuio la muda, temporary injunction, kwa uamuzi wa msajili wa tarehe 27 mwezi wa 5 wa kutotambua uthibitishaji wa uteuzi uliofanywa na Baraza Kuu la tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025 wa kumthibitisha katibu mkuu, manaibu katibu wakuu bara na Zanzibar pamoja na wajumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa. Kwa hiyo jaji akaweka zuio la muda dhidi ya utekelezaji wa huo uamuzi wa msajili, ambao vile vile uliambatana na msajili kusitisha kuleta ruzuku kwa Chadema. Kwa jaji akausimamisha huo uamuzi. Na uamuzi sasa wa leo, baada ya kuwa tumefungua kesi ya msingi, sasa tumewasilisha maombi ya mapitio ya kimahakama tarehe 10 mwezi Septemba. Leo sasa, kama ambavyo nilishaeleza kwa muhtasari kwamba ilikuwa tuanze kusikiliza, lakini upande wa serikali umekata rufaa, lakini ukatuwekea mapingamizi. Kwa uamuzi wa jaji wa leo vile vile, Jaji Nenelwa kuamua kwamba hajakubaliana na upande wa serikali wa kuondoa maombi yetu mahakamani, bali amekubaliana na hoja za upande wa mawakili wetu wa kuahirisha ili shauri mpaka hilo jambo lililoko mahakama rufaa litakapomalizika au atakafuta notice. Uamuzi nao ni uamuzi wa kumshukuru Mungu na wa kupongezwa, na nitumie fursa hii vile vile kulishukuru jopo letu la mawakili wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki, ambaye leo tumempongeza kwa kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Imekuwa kama zawadi kwake siku ya leo, ndio alikuwa kiongozi wa jopo. Lakini mshukuru vile vile wakili Tadei Lista, wakili mwenyeji. Tumshukuru vile vile wakili Samuel Welwel ambaye vile ni mwenyeji na ni mwenyekiti wa kanda ya Kaskazini, na tumshukuru vile